Ndugu zangu Waislamu, tukiitazama familia ya Nabii Ibrahim tujifunze kuwa malezi si suala la kutafuta chakula na suala la kuvaa peke yake, bali malezi ni kujenga imani, ni kujenga tabia njema, ni kujenga maadili. Sisi wazazi wa sasa tunakabiliwa na changamoto kubwa sana ambazo wakati wa nyuma hazikuwepo. Kuna mitandao ya kijamii, kuna vifaa hivi vya kielektroniki, simu, iPad. Hivi vifaa vina madhara kwa watoto, na utafiti unaonesha hivyo, na tuliwahi kuyataja maandiko ya utafiti kutoka kule ambako nyinyi mnakuamini, kutoka kule magharibi ambako mnaamini kwamba hawa wameendelea. Tuliwahi kuwatajia kwamba wamefanya utafiti wakaonesha kwamba vifaa hivi vya masimu na iPad kwa watoto vina athari. Mimi sizungumzi kuhusu maadili ya Kiislamu. Wao utafiti wao ni kwamba vina athari katika makuzi ya mtoto, ya kiakili, ya kiafya, ya kila kitu. Wao hawazungumzi kuhusu maadili. Sasa sikwambii sasa sisi Waislamu tuongeze kuhusu maadili na mambo ya dini, madhara yake yatakuwaje? Institute moja kule Sweden inaitwa Karolinska ilifanya utafiti, ikagundua kuwa vifaa hivi vinamdumaza mtoto na kumharibu kuliko kumsaidia kimasomo. Na hivyo vituo vingi vimefanya hivi. Sasa kumpenda mtoto wetu sisi sio kumpa iPad na television na kumpa muda mwingi katika screen. Kuwapenda watoto wetu ni kuwapa malezi ya dini yetu ya Kiislamu. Sisi tuna changamoto nyingine nyingi za ulezi, kukosekana muda kwa wazazi. Wazazi wana shughuli nyingi sasa hivi, mke anatoka, mume anatoka, kuna mambo ya biashara, kuna simu za tupotezea muda. Hizi zote ni changamoto za ulezi. Kuna changamoto za kupenda malezi ya kidunia kwa sababu ya vita ya fikra iliyonayo na mchanganyiko wa jamii tulionao. Kwa hiyo wazazi wengi malezi yao ni malezi ya kidunia. Wamewekeza sana katika shule. Watoto watatumia muda mrefu mashuleni. Katika madrasa hakuna uwekezaji. Fedha anayolipa shule ya mwaka ya ada ni mara 40 ya fedha ambayo atalipa madrasa, na madrasa hajalipa. Ufuatiliaji anaofanya na uwekezaji anaofanya katika shule si jambo baya, lakini uwekezaji huo ni mwingi zaidi kuliko kwenye dini, bali dini watu wameipuuza. Hizi ni katika changamoto ambazo tunazo. Sikwambii changamoto za mazingira mabovu tulionayo, marafiki wabaya. Sasa katika hali kama hii tuna wajibu wazazi tusiboteke, tuige mfano wa Nabii Ibrahim alayhi salam katika malezi, tuwekeze katika malezi na kuwafundisha watoto wetu dini ya Kiislamu.